بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. leo ikiwa tarehe 26 mwezi wa Ramadhan mwaka wa 1441 katika silsila ya durus almanhajiyya tulianza katika kikao kilichopita al-aslu ar-rabi', msingi wa 4 katika orodha ya misingi aliyotaja Sheikh Abdul Salam bin Barjas rahimahullah ta'ala katika risala yake usulu ad-da'wah as-salafiyyah, al-ihtimamu bi'aqidati as-salaf ilman wa 'amalan wa ta'liman. Kiufupi kuwa na ihtimam ya kusomesha aqida ya salafu salih na kusomesha tauhid. Tukagusia katika kikao kilichopita makosa yanayofanywa na mirengo mbalimbali ya kiuzushi yaliyoacha da'wa ya haki ya wale wema waliotangulia, na upungufu mkubwa ulioko kwao katika kuwalingania watu kwenye msingi kama huu. Na tukataja pia kuwa msingi huu ndio mojawapo wa misingi ambayo yaweza kumsaidishia mtu kumfahamu mzungumzaji kuwa ni katika watu wa sunna ama hayuko katika njia ya sunna, kuwa na ihtimam katika kuwafundisha watu aqida na tauhid. Tulisema kuwa tutaendelea kutaja hoja na dalili ya kuwa huu ni msingi adhimu ambao ni wajibu kwa kila mlinganizi kuulingania. Kuna shubha ambayo ahlul bid'ah huwa waieneza haswa pale wanaposhindwa kihoja. Ukawasikia wasema, maonaje hawa wakalingania katika khilafa, nyinyi mkalingania katika akhlaq, na nyinyi mkalingania katika kadha, na nyinyi masalafi nyinyi endeleeni hivyo na tauhid na kila kitu linganieni, sisi tuwasaidia huko. Jamaa wakishindwa ufanye hivyo, wakishindwa usema maneno kama hayo. Je, ni kweli kuwezekana mlinganizi akawa yeye halinganii katika tauhid, yeye kazi yake alingania katika mambo ya akhlaq peke yake, kisha asema yule mwenzangu atamalizia katika upande wa tauhid, mimi najaliza huku kwingine? Tusema hili ni kosa kubwa sana, na hii ni hoja tata isiyo na dalili. Kwa sababu lau kama fikra kama hii ingelikuwa ni sawa, basi pia mitume wangetumilizwa kwa namna hiyo. Wangetumilizwa mitume wengine walingania katika tauhid, wengine walingania katika akhlaq, na wengine walingania katika kadha na wengine. Lakini tuwaona kuwa mitume wote wa Allah sema wala qad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wajtanibu at-taghut. Mitume wote walilingania katika tauhid wote. Sasa nani anayekuja baadaye akafarikisha baina haya mambo? Kwa sababu kuwa ni wajibu
kwa kila mlinganizi kulingania katika tauhid, kuwafundisha watu tauhid. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد على الدعاة الاهتمام بهذا الأمر. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akitilia mkazo sana kwa walinganizi kuwa mwanzo waanze na ihtimam na jambo la tauhid na aqida mwanzo kabla kila kitu. tuna ushahidi juu ya hayo? Naam, عن ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن. Mtume صلى الله عليه وسلم alimwambia Muadh ibn Jabal alipomtuma kwenda kufanya da'wa Yemen, innaka satati qauman ahla kitabin, utakuja kwa watu kule watangulia, utakwenda kwa watu ni katika ahlul kitab, bimaana umepewa kitabu kabla yetu, na wale pewa kitabu kabla yetu ni Yahudi na Nasara. fa idha jitahum, unapowajilia hao, fad'uhum ila an yashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah, basi mwanzo walinganie kushuhudia la ilaha illa Allah Muhammadar Rasulullah. Na katika mapokezi mengine, faliyakun awwala ma tad'uuhum ilayhi, iwe jambo la kwanza ambalo utawalingania ibadatullah, jambo la kwanza walinganie ila ibadatillah, wa muabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Na katika riwaya nyingine, an yuwahhidu Allah, wampokeshe Allah subhanahu wa ta'ala. fa inhum ata'uka lidhalika, wakikutii katika hilo kisha ndio mengine yakufuata. Na katika riwaya nyingine, fa idha arafu Allah, watakapomjua Allah, fa akhbirhum anna Allah qad farada alayhim 5 salawat ila akhir alhadith. Kwa tuona kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam amempa kila mlinganizi mwelekeo huu, sababu hili jambo si amri kwa Muadh ibn Jabal peke yake, bali ni kwa kila anayekwenda kulingania. Ni mfumo ameuweka Mtume sallallahu alaihi wasallam wa namna ya kufanya da'wa. Kwa huu mfumo haukumwachia mlinganizi khiari, hana khiari. Allah subhanahu wa ta'ala sema, wama kana limu'minin wala mu'minatin idha qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Hakuwa mu'min wa kiume wala wa kike anapoamrisha Allah na mtume wake jambo, hakuwa mu'min wa kiume wala wa kike anapoamrisha Allah na kupitisha hukumu Allah na mtume wake sallallahu alaihi wasallam, awe atakuwa ana khiari katika amri yao, bali ni wajibu juu yake kuifuata. Sasa ikiwa ni wajibu kuifuata, hivi ndivyo alivyotuelekeza mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa mbona tena leo watu washangae kwa nini yatangulizwa sana tauhid? Twasema kwa sababu ni haki ya Allah, wa haqqu Allah subhanahu wa ta'ala aula an yuqaddam, na haki ya Allah subhanahu wa ta'ala ni aula zaidi itangulizwe, na tauhid na aqida ni haqqu Allah al-khalis, haki yake Allah subhanahu wa ta'ala pekee yake. Sasa wako wapi leo watu wa mifumo ya kidawa isiyokuwa da'wa salafia na huu mfumo aliofundisha mtume sallallahu alaihi wasallam?
je haki ya Allah haina haki kutangulizwa juu ya haki yote nyingine? قال ابن القيم رحمه الله، ابن القيم رحمه الله تعالى سمع التوحيد مفتاح دعوة الرسل. توحيد ndio funguo ya ulinganizi wa mitume wote. Kwa yoyote ambaye hataanza na kulingania watu katika tauhid, huyu amekwenda kinyume na ijma' ya mitume wote. So mitume wote wamekuja kulingania katika tauhid, kwa ni da'wa ya mitume wote. Fala wasa'a Allahu sadran dhaqa bidhalika dhar'a, wala Allah sikikunjue kifua cha yule aliyepata dhiki kwa watu kulingania katika tauhid. Allah subhanahu wa ta'ala sema katika kitabu chake akieleza da'wa za mitume wake mmoja baada ya mwingine, laqad arsalna nuhan ila qaumi faqala ya qaumi ibudu allaha ma lakum min ilahin ghayruhu. Nuh huyo ametumilizwa, jambo la kwanza awasikilizisha kaumu yake, ya qaumi ibudu allaha ma lakum min ilahin ghayruhu, wamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Akawakataza kutokamana na ushirikina. Wa ila adin akhahum huda qala ya qaumi ibudu allaha ma lakum min ilahin ghayruhu, maneno yale yale. Wa ila thamud akhahum salihan قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهكذا مهما اختلفت الأمم، vile watakavyoختلفiana umma aina mbalimbali, kila mtume atumilizwa kwenda kuwalingania watu wake mwanzo kabisa katika tauhid. Hata ikiwa mushkila umetofautiana baina ya umma mmoja na mwingine, na sote ili tulijua wale waliotumilizwa mtume huyu walikuwa na matatizo gani na hao walikuwa na matatizo gani, tunaona matatizo yao yako tofauti tofauti. Fa inna ad-da'wata ila at-tauhid hiya al-asl, kulingania watu katika tauhid ndiyo asl. Iwe mushkila ni wa kiuchumi kama vile ilivyokuwa wapi Madian walivyokuwa wakipunja katika mizani. Pia Shuaib atumilizwa, awaambia watu wake, qala ya qaumi ibudu allaha ma lakum min ilahin ghayruhu. Iwe mushkila ni wa kisiasa, pia kulinganiwa katika tauhid mwanzo kabisa. Iwe mushkila ni mushkila wa kitabia, kama tabia mbovu waliokuwa nayo watu wa nani, wa Lut alayhi salatu wassalam. Kwa hivyo hakuna haja wewe kusema kuwa kama matatizo ya kisiasa basi sasa tuzungumzieni siasa, kama matatizo ya kitabia chafu kama hii tuanze na hili. Mwanzo walianza na kulingania watu katika tauhid. Na haijuzu kwa zama zozote zile mtu akawacha kulingania katika tauhid kwa madai ya kuwa tauhid imetulizana katika nyoyo za watu. Haijuzu. Kwa nini? Je, hukusikia dua ya Imamul Muwahhidin Ibrahim alayhi salatu wassalam, وقد خاف على نفسه الشرك؟ دعاء نبي الله إبراهيم أوقفيا نفسياك وشركينا، فقال رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. إبراهيم التيمي رحمه الله alikuwa akisema man ya'man min albala ba'da khalilillah Ibrahim hina yaqul rabbi wajnubni wa baniya an na'budu al-asnam. Ni nani ambaye ameaminisha balaa kwa nafsi yake na mitihani
baada ya kipenzi cha Allah Ibrahim alayhi salatu wassalam alipomuomba Mola wake na kumwambia ya Rabbi niepushe mimi na watoto wangu kutokamana na kuabudu masanamu. قال الشيخ مبارك الجزائري رحمه الله تعالى katika kitabu risalatu shirk wa madhahiru, naweza shirk na madhahiri ya shirk. فلا ترك النبي صلى الله عليه وسلم التنديد بالأصنام وهو وحيد. Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuacha kuyatia aibu na dosari na kuyasimanga masanamu alipokuwa peke yake. ولا ذهل عنه وهو محصور بالشعب 3 سنوات شديدات. na wala hakusahau kuisimanga shirk na kulingania katika tauhid akiwa katika bonde Shi'b Abi Talib miaka 3 katika hali ya shida sana. wala nasiyahu wa huwa mukhtafin fi hujratihi wal adu mushtadd fi talabihi. na Mtume sallama hakusahau tauhid alipokuwa chumbani mwake na maadui wameshtaddi katika kumtafuta. ولا قطع الحديث عنه وهو ظاهر بمدينته بين أنصاره. na wala hakukata mazungumzo kuhusu tauhid na kukataza shirk akiwa ni mshindi ndani ya mji wa Madina akiwa baina ya ansar na wale waliomnusuru. wala ghalaqa bab al-khawd fihi ba'da fath Makkah. wala hakufunga mlango wa kuizungumza shirk na kuieneza tauhid baada ya fath Makkah. ولا شغل عنه وهو يجاهد وينتصر. na wala hakushughulishwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kulingania watu katika tauhid na yeye yuko katika jihad fi sabilillah kama ilivyo katika ghazwat Hunain akiwa asonga mbele wala yafirru wala hakimbii alingania watu katika tauhid na kukataza shirki. ولا اكتفى بطلب البيعة على القتال عن تكرير عرض البيعة على التوحيد ونبذ الشرك. na kutosheleka katika kuitaka bai'a ya vita wakachukua ahadi ya utiifu kwa Mtume sallam kutokamana na kukariri katika ile bai'a wa an na'budu Allah wa la nushrika bihi shay. akhadhna au ahadna an-nabiy sallam mitume walikuwa masahaba walikuwa wakichukua bai'a kwa Mtume sallam bai'ana rasul sallam ala utasikia katika yale ambayo mpa bai'a Mtume sallam alla nushrika billahi shay'a tusimshirikishe Allah na chochote mpaka katika bai'a. wa hadhihi siratuhu almudawwana. hii sira ya Mtume sallam imeandikwa wa ahadithuhu almusahhaha na hadithi zake Mtume sallam zilizo sahihi. فتتبعها تجد تصديق ما ادعينا. zifuatilize utapata ukweli wa madai tunayoyadai. وتفصيل ما أجملنا. na utapata kwa ubainifu yale tuliyoyataja kwa ujumla. maneno mazuri sana amezungumza mwanachuoni huyu. kisha tazama Mtume sallallahu alaihi wasallam afikiwa na habari katika masiku ambayo tauhid ina nguvu na Uislamu na izza, anna sanaman yu'badu bil Yaman yud'a dhul khalasa. pata habari kuwa kuna sanamu la abudiwa Yaman lajulikana kama dhul khalasa. wallahi Mtume sallama alikuwa halali usiku aliposikia hizo habari. ويغتم له قلبه moyo wake wapata huzuni sana. fayursilu ilayhi wahidan min ahli al-Yaman. amtumiliza mmoja katika watu wa Yaman ambao waijua ardhi ya Yaman. Jarir ibn Abdullah al-Bajali radiyallahu anhu qala qala li Rasulullah sallam ala turihuni min dhil khalasa qultu bala.
Mtume sana amwambia sahaba wake Jarir, hunitulizi moyo wangu na kunipa raha kwa kuliharibu na kulivunja lile sanamu za Dhil Khalasa. Sanamu lile livunjeni nipate utulivu katika moyo wangu. Hana raha Mtume sallam. Sahaba akamwambia ndio. Akasema fantalaqtu fi 50 wa 100 fi 50 wa 100 faris min Ahmus. Tukatoka watu 150 juu ya farasi, na walikuwa ni watu wanaopigana juu ya farasi. Jarir asema wa kuntu la athbutu ala alkhayl, na mimi nilikuwa naanguka nikipanda juu ya farasi, akianza kwenda naanguka. Fadhakartu dhalika linnabii sallallahu alayhi wasallam, kaambia Rasulullah, mimi kwa nini sibaki katika farasi naanguka huwa? Fadharaba yadahu fi sadri, akanipiga kwa mkono wake kwenye kifua changu. Hatta raaitu athara yadihi fi sadri, mpaka nikaona athar ya mkono wa Mtume sallallahu katika kifua changu. Waqala Allahumma thabbithu waj'alhu hadiyan mahdiya, ewe Mola wangu mthibitishe na umfanyie imara, yani akiwa juu ya farasi akite kisawa sawa, na umjalie ni muongofu anayeongoza watu. Qala fama waqa'tu an farasin ba'du, sijawahi kuanguka kutoka juu ya farasi kutoka Mtume salama niombee hiyo dua. Wakaenda kuelekea Yaman kwa Dhul Khalasa ambaye alikuwa akiabudiwa kule, mpaka wakiita ile sehemu wanaabudu al-Kaaba. Qala faataha faharraqaha bin-nari wa kasaraha, kaja akalichoma kwa moto akalivunja lile sanamu. Qala walamma qadima Jarir al-Yaman kana biha rajul yastaqsimu bil-azlam, فقيل له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ها هنا فإن قدر عليك ضرب عنقك. Jarir alipokuja Yaman, kulikuwa na bwana mmoja alikuwa akifanya ramli zile, akipiga ramli. Akaambiwa Mtume sallama yupo na akiwa atakupata wewe atakukata kichwa. Qala fa bainama huwa yadribu biha idh waqafa alayhi Jarir, yule jamaa alipokuwa yafanya zile ramli zake pale, Jarir ibn Abdullah akatokea akasimama juu yake. Faqala la tukassirannaha wa la tashhadanna an la ilaha illa Allah au la adribanna unuqak, utavunja hivyo vitu na utashuhudia la ilaha illa Allah ama na kukata kichwa sasa hivi. Mushrik. Qala fakasaraha wa shahida, akavunja vile anavyovitumia kupiga ramli navyo, akatamka shahada. Jarir ashamaliza kazi yake. Thumma ba'atha Jarir rajulan min Ahmus yukna Aba Arta'a ila an-nabi sallallahu alayhi wasallam yubashshirhu bidhalika, kisha wakamtuma mtu mbele atangulie, ajulikana kama Abu Arta'a radhiyallahu anhu, akimbilie kwa Mtume salama ampe bishara kuwa huku nyuma sisi tushalivunja lile sanamu. Falamma ata an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala ya rasul Allah walladhi ba'athaka bilhaqqi ma ji'tu hatta taraktuha ka'annaha jamalun ajrab. Ya rasul Allah, na apa kwa yule aliyekutumiliza kwa haki, sikuja kwako mpaka nimeliwacha lile sanamu kule kama ngamia aliye na maradhi ya upele, limewekwa kando, limeharibiwa kabisa, alifai. Qala fabaraka an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ala khayli Ahmus wa rijaliha 5 marat, Mtume sallam akawaombea baraka mara 5. Sasa hapa hebu tuzungumze kidogo maneno ya Ibn Hajar akieleza hii hadithi, kataja baadhi ya fawaida, akasema قال ابن حجر عند قول الرسول صلى الله عليه وسلم ألا تريحني، المراد بالراحة راحة القلب. hapa kinachokusudiwa kwa raha ni raha ya moyo. وما كان شيء أتعب لقلب النبي صلى الله عليه وسلم
min baqa'i ma yushraku bihi min duni Allahi ta'ala. Ibn Hajar asema hakuna kitu ambacho kilikuwa kikimtia dhiki moyo Mtume sallam na kumtaabisha kama kubakia kile kinachoshirikishwa pasi na Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni faida itaja Ibn Hajar rahimahullah. فكيف استراحت قلوب دعاة يعلمون الناس الزهد والأخلاق أو السياسة في مساجد بنيت على أضرحة؟ vipi leo zitakuwa zimetulizana nyoyo za walinganizi ambao wafundisha watu mambo ya zuhud na akhlaq na siasa katika misikiti ambayo imejengewa makaburi haswa? Wengine wako katika misikiti ambao ndani yake kuna makaburi. Wala yuharrikuna sakina, hautikisi chochote pale cha vile vile, bali yule ambaye atazungumza kwa ghaira utawaona ni wenye kusimama wao na kusema yufarriqul umma, yule alitafurqa katika umma, mutasarri' laysa bihakim. Wallahi mimi nimesikia mmoja walivovunja watu kaburi la moja katika misikiti hapa Mombasa, lilikuwa likiabudiwa sana pasi na Allah subhanahu wa ta'ala, na yeye alikuwa ni kijana mlinganizi hizbi, alikuwa yuko katika grupu lile. Angemshukuru sana Allah subhanahu wa ta'ala kumjalia. Asema tulifanyia, tulikuwa na hamasa bila ya hikma. Sema ni hamasa tu zile nini bwana mambo kumevunjwa sanamu la abudiwa pasi na Allah subhanahu wa ta'ala, tena la abudiwa na waislamu wengine, mabudha baniani waje pale waabudu kila aina ya watu. Wengine waji ni waislamu kwa jahili yao, wengine waenda pale kufanya ibada. Sallallahu alaihi wasallam, shirki inaenea pale, kisha mtu asema ilikuwa hakuna hikma katika kufanya jambo kama lile. Yufarriqu al-umma, yule litafurqa katika, hana hikma. Wamesalimika watu wote kwake, lakini watu wema hawakusalimika, hata maiti pia kuacha. Yani maiti waendelee kuabudiwa pasi na Allah subhanahu wa ta'ala. Fa aina al-ikhlas wa aina hum ahluhu? Ikhlas iko wapi ikiwa hadi itakuwa nini? Watu wa ikhlas wako wapi? Wa aina alladhina ja'alu ghadabahum yashtaddu biqadri ghadabillah? Wa wapi wale ambao ghadhabu yao itazidi kwa kadri ya ghadhabu ya Allah katika jambo? Qala sallallahu alayhi wasallam, sikiza Mtume sana wasema nini? Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad, ewe Mola wangu usijalie kaburi langu kuwa ni sanamu lenye kuabudiwa. Ishtadda ghadabullah ala qaumin ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid, ghadhabu ya Allah imekuwa nyingi sana, imeshtaddi kwa watu ambao wamechukulia makaburi ya mitume yao kuwa misikiti. Sasa ikiwa makaburi ya mitume ikifanywa misikiti, Allah huwaghadhibikia sana watu wale, vipi leo kwa jengwa misikiti katika makaburi ya watu wasioeleweka? Hapa Makinan Road hapa wajajenga kaburi kubwa pale, kisha na msikiti ule. Makhurafi masufi wafanya, si wafanya mpaka leo. Hadithi kama hizo wako wapi nazo? Je, wakasirika kwa kile kinachomkasirisha Allah subhanahu wa ta'ala? Ama hizi hadithi hazitaji huwa sio? Jueni kitu kimoja, alwala'u lillahi azza wa jalla yani an taghdab lighadabihi subhanahu wa ta'ala. Ikiwa kweli wewe wampenda Allah subhanahu wa ta'ala, ni kuwa ukasirike kwa jambo ambalo lamkasirisha Allah subhanahu wa ta'ala, wa tardha liridha, na uridhie kwa kile ambacho chamridhia Allah subhanahu wa ta'ala. Kiufupi, vile watu watakavyofikia katika huu umma katika kufahamu na kuelekea katika tauhid, fa inna an-nuqsana waridun ala al-bashari jiddan, upungufu wapatikana kwa watu. Na hili jambo la tuimiza sisi kuwa lazima tulinganie daima kila wakati katika tauhid, tuwalinganie watu katika tauhid. Na hili ni jambo ambalo Mtume sallallahu alaihi wasallam amelihimiza sana, na ndio maana tukataja hapo kuwa msingi katika misingi adhimu
ya da'wa salafia mubaraka ambayo da'wa hii ameifundisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni watu kushikamana na msingi huu wa kuifundisha aqida sahiha, kuifundisha tauhid. Kila wakati ifundishwe tauhid, kitabu baada ya kitabu cha tauhid utusomeshwe, wakumbushwe daima. Najua kuna watu watufanyia istihza, wasema wasoma kitabu baada ya kitabu, kitabu baada ya kitabu. Sasa kama wewe usome una wivu wa nini? Wewe unkubali njia zake hizbi, baki huko kuna uhizbi wako ikiwa utaki haki. Lakini watu waizungumza haki, wewe wakawazungumza kwa kejeli. Tena hivi hivi, wallahi alazim, kuna mmoja namsikia hizbi azungumza hivi hivi, watu wamekaa wasema wamaliza vitabu, lakini ukiwaangalia katika akhlaq akikuona kusalimii, hatukusalimii kwa sababu wewe hizbi mubtadi', wapoteza watu, ndio maana husalimii wewe. Hii ni dini, hii si biashara bwana. Utakuja kwenye hoteli nicheke na wewe kwa sababu nataka ununue chipsi? Hii ni dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wewe wapoteza watu, ndio maana watu hawakusalimii. Lakini mimi nashangaa sana, wallahi alazim, mimi nazungumzia jambo ambalo ni waqi'. Hawa wanaosema hivi, wao namna walivyoona chuki dhidi ya masalafi, hata wao wakikuona hawakusalimii, lakini litageuzwa hivi. Lakini kumbe mwaumia, basi badilikeni. Ikiwa hilo la waumiza, badilikeni. Lakini wewe uwe mlinganizi, walingania watu katika uzushi, kisha utaki uachwe hivi hivi, watu wasizungumze haki iko vipi, na la, itakuwa ni ghish ambao nyinyi mmezoea kuifanya kwa watu. So mimi na hakika watu wengi ukisikia maneno kama haya katika Qur'an, sunna ya Mtume sallam, aqwali za salaf, aqwali za wanaoviona, kumbe haya mambo yako haya. Kwa nini? Kwa sababu jamaa zenu huwaficha, hawawaambii haya. Na kama ni kweli, kila msikiti ambao kuna darasa, waambieni hao jamaa zenu waanze kuwafundisha tauhid, alafu muone watazungumza kama haya tunawazungumza ama hawazungumzi. Na mlinganizi yoyote asomeshe miaka atakayosomesha, lakini maadamu hafundishi tauhid, halinganii katika tauhid, huyo hajafuata njia ya mitume wa Allah alayhi salatu wassalam. Kwa usighurike wewe, usighurike na yote yule. Ikiwa halinganii katika tauhid, huyo hayuko katika haki. Hawezi kuwa yeye aifahamu da'wa kuliko mitume wa Allah ambao Allah sema, laqad ba'athna في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك. أقول لك إن دعوة الحق مهما حوربت فهي منصورة. أبشر، والله لو كانت من وراء جدار، بل كانت في صخرة صماء لا ترى سماء ولا ماء ولا يدخلها هواء، لأنفذها الله رب العالمين بعز عزيز وذل دليل حتى تبلغ ما أراد الله لها أن تبلغ. والله هو المبلغ عن أهل السنة. فسيحارب الحق بالباطل